Naam, mpenzi mkulima, mpenzi msikilizaji, mahala popote ulipo ndani ya Wingu Radio 94.8 FM. Makala ni ya kilimo leo. Tuwazungumza siku ya Alhamis. Kila siku nazungumzia kwa wiki huwa tunapata nafasi ya kuweza kuzuru pale shambani kuangazia mkulima anafanya vipi. Kila siku naambia kwenye kikapu cha Wingu Radio haukosi mawili matatu ya kujifunza. Leo tumeweza kufika upande wa pili hapa shambani, tukaweza kupatana na mkulima ametualika, tunasema ni asante. Na leo, siku ya leo, kama nyuma yangu kama ambavyo unatazama, leo tutakuwa tunaangazia ukulima, ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, ili wewe hapo ulipo nyumbani, msikilizaji, unaposikiliza, unapotazama makala haya kwenye Wingu Radio pale kwenye YouTube, utaweza kunakili mawili matatu hapo shambani, hapo kwako unaenda kutekeleza. Kama kawaida, mimi naitwa Kamau Waithaka. Karibu sana, kuanza safari hii kwa pamoja. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, nitakuwa nikimkaribisha mgeni, na zaidi yote sisi ndo wageni, lakini katika makala haya tunamkaribisha, ikiwa ni safari yetu ya kuendeleza makala ya kilimo leo. Karibu sana. Asante sana. Naam, labda tukianza, ningependa utueleze majina yako, labda hapa tulipo ni wapi na ni kaunti gani? Kwa majina ni Moses Chebet, mkulima wa Tubugoi sub location, kaunti ya Baringo. Naam. Mkulima wa ng'ombe wa maziwa. Yes. Asante sana Bwana Moses, na tunashukuru sana kwa kutualika. Ningependa tuanze na nitakuuliza swali hili. Ni nini ambacho kilisababisha wewe kuanza ufugaji wa ng'ombe? Labda hapo wakati ambapo unaanza, ni nini hicho ambacho kilikuchochea? Asante sana mtangazaji. Hapa kwetu hakuna kazi yenye inaweza ikatoa pesa kama ya ng'ombe. Naam. Ng'ombe ni source ya pesa. Hapa kwetu tunatumia ng'ombe, tunategemea ng'ombe. Kwangu binafsi nilianza kuchunga ng'ombe 1995, nikaanza na ng'ombe ya kienyeji. Nyuma serikali wakatupatia yenye tulikuwa nalipa shilingi moja. Shilingi moja kwa ng'ombe moja. Yes. Tulikuwa natoka hapa tukienda Ravine. Yes. Tukategemea mbegu zetu ya Kapete. Tukaendelea mpaka 2005, 2006. Tukaanza kutumia imported semen. Tulitumia mbegu za ABS yenye tulisaidiwa na CDF. Tukaanza kubadilisha na tukabadilisha ng'ombe kutoka Asia tukaenda kwa Frisha. Sababu ya mapato ya Frisha. Frisha tunaweza kamua kutoka mwezi wa kwanza akijifungua mpaka mwezi wa 7 bila kukosa maziwa. Uwezi kukosa maziwa. Asante sana, na nimependezwa na hiyo safari ambayo umetupa. 1995 umekuwa katika ufugaji wa ng'ombe. Na labda kwa sababu unajua kwamba wewe umesema kwamba ulianza na ng'ombe ambao ni wa kienyeji. Ulifikaje kufikia sasa hapa ambapo tunafika hapa, tunapata ng'ombe ambazo ziko hapa? Nazungumzia ni breed ambayo pale sokoni, na hata wale ambao najua kwamba wanafuga ng'ombe watakueleza hii ni breed nzuri ya maziwa. Unajua sasa nilijitolea na nikaamini ya kwamba ng'ombe ya grade ni ya maana ya kienyeji. Nilipoanza kutumia AI sijabadilisha mkono. Naendelea tu kutumia AI. Na nafuatilia new technology ikiingia, nabadilika. Unajua sasa AI una hakika ya kwamba ng'ombe yako hata ambukizwa na ugonjwa yote. Unajua hii mambo ya kutumia dume na kupanga na ugonjwa magonjwa mengi sana. Itaambukiza ng'ombe yako na utakuja kosa maziwa. Lakini ukiwa na AI ni sawasawa na unachukua mbegu ile unahitaji. Maziwa inatoka kwa mbegu yenye umetumia. Sasa sana sana kwangu mimi wanatumia imported semen. Lakini kwa hivyo ndogo ndogo natumia za Kapete. Lakini the next calving natumia imported semen. Saa ile napatilisha tu saa ile. Unajua hivyo wanakuanga wachanga. Hawezi wakapepa mimba kubwa. Uwezi walinganisha na ng'ombe kama. Uwezi walinganisha. Asante sana. Labda sasa wakati tunataka tuanze hapa ambapo tuko shambani, nyuma yetu kuna ng'ombe ambao wako hapa. Labda unaweza tueleza ni wakati ya ng'ombe. Hapa hawa ng'ombe tunakamua ng'ombe 5. Na kwa kati ya hawa 5
wawili wao karibu kuachwa, na kwa siku huwa napeana karibu 60 liters per day. Hao ng'ombe watano. Lakini sana ng'ombe moja sasa yake ni kidogo. Lakini kati ya hawa ng'ombe, kila ng'ombe natoa kiasi ya lita 1.2 kwa siku. Yes. Najua utakuja hapo. Average. Najua utakuja hapo kwa sababu kuna mkulima ambaye anatazama, kuna mkulima ambaye anasikiliza na angependa sana, anajiuliza nitafanya aje ng'ombe wangu labda afikishe hata lita hizo 8 kuelekea hivyo. Hawa ng'ombe ambao unazungumzia ni 5 ambao unawakamua kwa sasa hivi. Hao wengine ambao ni ndama na wale wengine. Hao wengine mandama 3 yote nimesafu. Mwingine ako na mwezi 4, mwingine ako na mwezi 2 na ingine ni safu last week. Okay. Hata sijajua kama imeshika mimba. Kwa hivyo kwa jumla uko na ng'ombe wangapi hapa? 8. Ng'ombe 8. Asante sana. Na umezungumzia breed ambayo ni maziwa. Ukazungumzia wewe ulianza na kienyeji ukakuja ukabadilisha. Kuna yule ambaye anatazama na labda ama anasikiliza ameishi na ng'ombe wale wa kienyeji. Ungetaka kumwambia nini? Ni faida gani ambayo unapata wakati ambapo unalisha ng'ombe wa bwana? Nataka kutoa kwamba mimi nimefundisha watoto wangu na ng'ombe. Sitaomba basa. Hata kama ungepata nafasi uende uulize, mzee amesababisha nafasi. Tabio huyu mzee acha kusumbua. Sababu ya nini? Ng'ombe ikipeana hiyo maziwa, nikitaka pesa sinaenda sana. Pesa watoto yangu wanasoma. Tayari saa hii ni karibu kule bonus. Sana wanaanza kusoma. Sababu ya nini? Frisha breed ya maana. Sababu hapa kwetu na sana ng'ombe frisha huwa napendelea climate. Ni baridi. Yes. Sio kama lola. Asante sana. Labda naona tumekuja vizuri wakati ulitualika. Naona tunaweza kuona mahali wanakaa. Ng'ombe hawa wako, kuna wale ambao utapata wanakaa ile zero grazing. Wako wanakaa hapa ama huwa wanakaa tu sio wakai ndani. Kula tu nje ndio. Na wanalala. Changamoto ni maji. Shida. Yes. Unaona sasa hapo well. Sasa huko juu kisha unakuja chini. Na hapa chini kisha tunaona wanaenda huko. So hiyo ni changamoto imekuwa nayo. Kwa hivyo hao ng'ombe wako hawatoki labda kwenda hawaendi mahali wanakaa. Asante sana. Na nadhani unazidi kupata mtazamaji kuhusu kilimo cha ufugaji wa maziwa. Tuko hapa kuhakikisha unapata kufahamu. Amezungumza kuhusu ng'ombe ambao ameweza kuwafuga hapa. Breed ile ni ya Friesian, ni kwa sababu ina manufaa mengi sana. Maziwa ambayo anayapata, umesikia nazungumzia wale ambao wanazungumzia maziwa lita 60 per day. Na wewe hapo ng'ombe ukikadiria labda kutoka lita 8 hadi 12. Kwa hivyo ningetaka tuzamie pale kwa wetu siku hii ya leo. Kuna yule ambaye kwa sababu changamoto, hata nimetembea kwa wengi, changamoto katika ukulima wa ng'ombe wa maziwa, ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, wanazungumzia ni kuhusu maziwa ambayo wanapata pale. Sikia mtu amesema kwamba hata niking'ang'ana, hata ng'ombe baada ya kuzaa hata lita 5 inapunguka sana. Unafanyaje ili kuhakikisha kwamba ng'ombe wako kwamba wanaweza fika kutoka lita 8 kuelekea 10-12? Ile kitu iko wacha niongeze, mimi nakuanga kiongozi ya cooperative. Na tumekuwa tukipeleka hao watu kwa field days. Yes. Tumejaribu kufunza hawa lakini wenyewe hawatekelezi. Hiyo ndio shida. Kutekeleza ni shida. Na kazi ya ng'ombe ni kujitolea. Kazi ya ng'ombe ni kujitolea. Huwezi ukasema naweka ng'ombe na utangatange bila ukatia nyasi ama kununulia chumvi ama kununulia dairy milk. Yes. Huwezi ukapata chochote. Lazima wewe. So lazima ujitolee. Na hata kama wewe ufanye, uwe karibu na mwenye anafanya kazi. Ndio upeane instructions na uchukue mawaidha ya wale watu wa Ketena wanakujanga kutufunza. Yes. Na kuchukua mandume. Kuna mandume ya maziwa na mandume ya nyama.
Na umezungumzia swala la mtu kujitolea, mkulima kujitolea, si kuleta ng'ombe tu na umweke hapo kwa boma. Labda hayo mambo ya kujitolea, labda mkulima angetaka kujua labda kujitolea katika labda chakula, zungumzie chumvi ambao mnatumia, ng'ombe wanakaa namna gani, labda hawezi kupata fahamu. Kuna yule ambaye angependa hata yeye kwanza kitu hiko mwenyewe kwanza kasi ya ukachi wa ng'ombe. Kwanza upande nyasi, utafute ng'ombe mzuri, ukae karibu na ng'ombe, usiende mbali na ng'ombe. Ukiamka asubuhi unaangalia ng'ombe yako ndana, kisha unapata chakula na kutembea kama utembea. Labda najua tutakuwa tukimalizia na tutakuwa tukiangazia katika sehemu ya pili upande wa shamba, chakula ambacho unawalisha ng'ombe wako. Labda katika hizi chakula za kununua tumezungumzia dairy na chumvi, ng'ombe wako pia unawanunulia bibi huwa anachukua dairy sana unga dairy yake imepimwa. Ya Toronto huwa anachukua dairy yao. Sasa wanapelekanga lab ya serikali yenye kunashi. Wanaenda kwa dairy mill, wanapeleka dairy mill sawa, hii chumvi ni sawa. Hapo tunaenda tunachukua check system, tunatumia kulisha ng'ombe. Mwisho wa mwezi wanataka hivyo nazungumzia dairy mill ile unga na pia chumvi, ukichanganya chumvi sana za basi. Ni muhimu kama ambavyo umeeleza, ni vyema kuwatunza hasa kwa sababu ng'ombe huyu ndio utamtegemea katika maziwa na mambo mengine. Kando na ng'ombe hao maziwa, tumezungumzia sana mambo ya maziwa. Wanapozaa najua kwamba kuna ndama, kuna ndume. Wale ndume labda huwa unawafuga wale wa kuuza baadaye nyama, ama wewe wakizaliwa kwa dogo unaondoa unabaki nao? Naweza nikakaa kidogo nikingojea nipate mahali pa kuusia na nipate price. Huko nyuma ukiangalia hata pale nyuma utaona kuna kubwa pale. Na hiyo ni ya pesa. Unaona yule mwanangu pale ndio. Na hapo na wale wadogo. Tunangojea kwa hawa wadogo wa 6 to 7 months wanaenda hivi. Wamemaliza kwa pamoja na hapo tayari kwenda. Hapo tayari kwenda wakati wote. Kwa hivyo hiyo ni faida nyingine katika ukulima huu kwamba mtoto si amesoma tena amemaliza shule. Asante sana mzee wetu. Na kabla tujatoka hapa, because nataka tuende tuangazie sasa mambo ya vile ambavyo mnawalisha hao ng'ombe. Kuna yule ambaye labda angehoji labda wakati hao ng'ombe wako wanazaa, ama wakati anakaribia tuseme hata kuzaa, wakati ambapo unakamua unafaa kumwacha akiwa na miezi ngapi? Ng'ombe wa frisha na kueleza huyo ni store ya pesa. Hiyo ni pango. Yes. Sasa unakamua mpaka mwezi wa 7 unawacha yeye kwa lazima. Mwezi wa 7 yako. Mwezi wa 7 ikifika mwezi wa 7 hata uuliza huyu jamaa. Kuna ng'ombe sijui ng'ombe gani iko hapa juu. Na maziwa yake na kuanga karibu lita 8 mpaka mwisho. Hiyo tunalazimisha tu. Lakini sasa ikifika mwezi wa 7 tunalazimisha na tunastima sababu ya njau yenye tasaliwa. Ile asaliwa akiwa na nguvu. Unajua wakati ndama wanazaliwa mandume, kuna yule ambaye mkulima anapendelea labda anyonye ng'ombe pale maziwa, ama yule ambaye unampatia wako labda anakukaa na ng'ombe kama wako unakamua unampatia maziwa. Yangu man sichafikia sasa ni ya kulisha. Ya kulisha chakula yangu mimi na wafuga nini mpaka mwisho. Unajua sitaki kusema uongo ati nalisha na maziwa yake na ananyonya tu. Ananyonya after 6 months unamuondoa. Toka 5 to 6 months unamuondoa. Asante sana. Nashukuru sana.
ni sehemu ya kwanza msikilizaji na mtazamaji ya makala ya Kilimo Leo. Leo tunaangazia kuhusu ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, na kikubwa zaidi ni katika mbinu za ambazo tunafaa kujua wakati ambapo tunawafuga ng'ombe. Umesikia ng'ombe mmoja ukifuga vizuri na uwe karibu na yeye chumvi, amezungumzia daily meal, unga, na uweze kumwangalia breed kwa ile ya freshen lita 10 per day itaweza kukusaidia. Tunapoondoka, ng'ombe wako unawakamua mara ngapi kwa siku? Mimi huwa Asubuhi na jioni. Kama saa hii imekamuliwa saa 8 na tayari maziwa imechukuliwa. Huwa tunapeana mara 2 asubuhi na jioni. Najua tutazungumza hayo katika sehemu ya pili kuhusu bei ya maziwa na vile ambavyo inaendelea. Kwa hivyo na kushukuru sana msikilizaji na mtazamaji wa makala ya Kilimo Leo. Tumemaliza sehemu ya kwanza ya makala ya Kilimo Leo. Najua kwamba wakati mwingine tutaweza kupatana katika sehemu ya pili ambapo tutaangazia ng'ombe hawa unaona wako nyuma yetu. Hawajatoka hapa. Tutakuwa tukiangazia wanala nini hapa na chakula ambacho mkulima huwa anawaandalia ni chakula kipi. Kwa hivyo usiende mbali, endelea kusikiliza Wingu Radio, pia pale kwenye YouTube Wingu Radio. Asante sana.